Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupokea habari zetu kila wakati. Kiwa na afya njema, ametukutanisha leo pia kwa ajili ya kazi moja muhimu sana, nayo ni ya makabidhiano ya zana za kilimo na pembejeo. Lakini pili, niwashukuru sana tena kwa nyingine ndugu zangu Shauru kwa kunialika kuwa mgeni rasmi kwenye hafla hii muhimu ya kushuhudia makabidhiano ya mkopo kutoka Benki ya Maendeleo ya Kilimo ya TADB. Kama ambavyo mwenyekiti mwenyewe amezungumza na mkurugenzi wa fedha amezungumza, leo hii tutashuhudia makabidhiano ya aina yake ya matrekta mawili, ya chabangio 2, lakini na majembe mawili pamoja na pembejeo. Mkopo wa pembejeo hizi za zana za kilimo wenye thamani ya kiasi cha shilingi milioni 480,250,000. Hii sio fedha ndogo. Hongereni sana TADB na hongereni sana Shauru. Lakini rai yangu tu mimi niseme, kwanza hizi ni fedha nyingi sana kutolewa kwa kikundi kimoja cha ushirika. Milioni 480 na 250,000 ni hela nyingi. Lakini mkumbuke kwamba huu ni mkopo. Huu ni mkopo ambao unaendana na riba nadhani ya 12% kama nimesikia vizuri kutoka kwa mwenyekiti ndugu Sadara. Sasa rai yangu Shauru ni kwamba muwe wateja wazuri, muwe wakopaji wazuri. Dawa ya deni ni kulipa. Sasa ninyi leo mmekopeshwa mamilioni ya shilingi hizi, sasa muwe wateja wazuri, mrejeshe mkopo huo kwa wakati, kwa sababu hizi ni fedha za serikali, ili nyinyi mkisharejesha TADB wawe na uwezo wa kufanya mengine makubwa zaidi kwa wengine, au pia wawe na uwezo wa kuwakopesha tena ninyi wenyewe kwa kiasi kikubwa kingine zaidi. Kwa hiyo ili muweze kuaminika zaidi, ni lazima mlipe kulingana na utaratibu uliowekwa. Shauri oye! Lakini sina wasiwasi kabisa na Sadala, sina wasiwasi na wanachama wengine wote wa Shauru. Mimi naiona hii ni kama cha mtoto. Tunataka yale mapesa makubwa mlioyaomba yale yaje hapa ili yaendelee kuboresha skimu ya Shauri. Kwa hiyo ninawashukuru sana TADB kwa mkopo huu ambao unakwenda kubadilisha kabisa kilimo hapa Shauri. Ndugu wageni waalikwa, mkoa wetu wa Pwani umepiga hatua kubwa sana katika ujenzi wa viwanda vipya hapa nchini kwenye kipindi cha miaka 5 iliyopita. Tumefanikiwa kuhamasisha ujenzi wa viwanda vipya 936 na kufanya mkoa wetu kuwa na viwanda 1236, kwa maana vikubwa tunavyo 68, vya kati 112, vidogo 168 na vidogo sana 888. Mwaka 2015 tulikuwa na viwanda 300 tu. Utaona namna ambavyo tumeongeza zaidi ya viwanda 936 katika kipindi cha serikali ya awamu ya 5 ya Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Nakumbuka kuwa Mheshimiwa Rais wakati akizindua bunge la 12 alitupongeza sana viongozi wa mkoa wa Pwani na wananchi kwa ujumla kwa kuhamasisha ujenzi wa viwanda vingi vipya nchini. Alisema ni ndoto kufikiria kwamba utaweza kukuza uchumi au kupambana na umaskini pamoja na tatizo la ukosefu wa ajira bila kuelekeza nguvu katika kukuza sekta ya viwanda. Mheshimiwa Rais alizungumza kama mlimfuatilia vizuri katika bunge la 12. Aidha, Mheshimiwa Rais alisema mkazo mkubwa miaka 5 ijayo
tutaweka kwenye viwanda vyenye kutumia malighafi zinazopatikana kwa wingi hapa nchini. Na akaenda mbele zaidi akasema, kwa mfano, mazao ya kilimo, mifugo, uvuvi, mazao haya yanaajiri watu wengi, na bidhaa hizi ndio zinaweza kutumika kwa wingi hapa nchini. Kwa maana hiyo, miaka 5 ijayo tutaelekeza zaidi kwenye bidhaa au kwenye mazao ambayo yatatumika kwenye viwanda na yatakayoajiri watu wengi zaidi. Na hapa kwa mfano mazao kama mchele, mazao kama miwa, ili tupate sukari. Hata huo ndio utakuwa ni mwelekeo, na sisi kama mkoa huo pia utakuwa ni mwelekeo, ili kuona kwamba basi viwanda vinapata malighafi kutoka kwenye mazao ya shambani. Kama hapa Chauru tukipata mpunga, manake mpunga ule utakwenda kwenye viwanda vidogo vidogo, kwa maana vitakwenda kuongezewa thamani, vitapogolewa. Lakini kwa mfano miwa, maana ni kwamba kupitia mazao ya kilimo kama mua ukienda kiwandani unakwenda kutengeneza sukari. Hatua hii kubwa iliyopigwa na mkoa wetu imechangiwa kwa kiasi kikubwa na juhudi za mkoa na wadau mbalimbali za kuboresha mazingira ya kufanyia biashara na uwekezaji, ikiwemo benki yetu ya maendeleo ya kilimo MTDB. Kama tujuavyo, ili viwanda viweze kufanya kazi kwa tija, ni muhimu pia kuwa na malighafi ya kutosha. Ndugu wageni waalikwa, uwezeshaji wa mkopo huu wa TADB kwa Chauru ni wa kupongezwa na unakwenda kuongeza uzalishaji wa mpunga, kama ambavyo hapa mkurugenzi mmsikia na hata mwenyekiti wa bodi. Unakwenda kuongeza uzalishaji wa mpunga, kuongeza uhakika wa chakula hapa nchini na kutuongezea mapato kwa halmashauri yetu ya Chalinze. Hongereni sana TADB kwa hatua hiyo. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana uwepo wenu hapa leo. Nishukuru sana mkuu wa mkoa kwa kutupa nafasi ya kuja kufungua mradi huu au kukabidhi hizi dhana ambazo tunawapa wakulima hao leo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Zao la mpunga ni mojawapo ya mazao ya kimkakati katika nchi hii. Ukiangalia uzalishaji wa mpunga ambao unafanyika leo, kwa ukubwa wake ni zao la pili kwa ukubwa baada ya zao la mahindi. Kwa hiyo ni zao ambao ni tegemezi kwa kiasi kikubwa sana kwa wananchi wetu ndani ya nchi hii, lakini zaidi kwa kina mama, kwa sababu zaidi ya 90% ya uzalishaji wa mpunga ambao unafanyika Tanzania unafanyika vijijini na unafanyika kwa wakulima wadogo wadogo. Kwa maana hiyo ni zao ambalo linawagusa wananchi wengi kwa wakati mmoja, na tunashukuru sana kwamba kupitia skimu hii, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunao wananchi zaidi ya 800 ambao wanategemea mradi huu, na wananchi hao ni wale ambao ni moja kwa moja wananufaika na mradi huu, lakini wananchi hao wanayo familia zao ambazo ziko nyuma yao zaidi ya watu zaidi ya 18,000. Kwa hiyo ni mradi mkubwa sana, na tunapougusa tunaamini unaenda kugusa jamii kubwa na kuweza kuwasaidia wananchi wetu kuweza kusonga mbele. Sisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo, Benki ya Maendeleo ya Kilimo kama ambavyo wametangulia kusema ni benki ya kimkakati. Ndio maana tunasema ni benki ya wakulima. Ni benki ambayo ipo kuja kuwasaidia, kushirikiana na wakulima, kushirikiana na vyama vya ushirika, kushirikiana na serikali za mikoa na za wilaya kuweza kuhakikisha kwamba tunatatua yale matatizo ya kifedha au ya mitaji ambayo mnakuwa nayo. Kwa hiyo maongezi na Chauru yameanza muda mrefu kidogo. Tulikuja ndani ya mwaka huu, nafikiri miezi miwili iliyopita, tukatembelea mradi huu, tukaona kazi ambayo mnaifanya ambayo ni nzuri sana, na tukaelezewa changamoto mlizonazo. Lakini tuliona ni vyema sana tuanze na changamoto ambazo ni za haraka sana tuweze kuzitatua. Kwa changamoto ya kwanza ilikuwa ni ya kupata matrekta na vifaa vya kutumika katika kilimo, ambavyo hilo leo tutakabidhi matrekta mawili na vifaa vingine leo siku ya leo. Lakini pia tatizo jingine ilikuwa tunasema ni inputs. Tuna mbegu na mbolea ambazo zinatakiwa kutumika ndani ya msimu wa kilimo. Kwa hiyo hilo na lenyewe pia tumelitatua kwa kutoa fedha ambazo zitatumika katika msimu huu.
na hili sisi tunachotaka kukifanya ni kwamba tunataka angalau muweze kupata fedha hizi na muweze kupata mitaji hii kwa bei nafuu pia. Kwa ukiangalia hata huu mkopo ambao tunautoa leo, asilimia ambayo tunachaji itakuwa ni around 12%, ambayo iko chini sana ukilinganisha na asilimia ambazo labda mngeweza kuzipata sehemu nyingine. Kwa hiyo ni sehemu ya kuchachua na kuhakikisha kwamba tunampunguzia gharama mkulima pale anapokuwa anapewa hii mikopo hii. Lakini hatutaishia hapo. Kama ambavyo ameongea mwenyekiti, kuna changamoto ya maghala, na kweli sisi tulipokuja tuliyaona maghala ambayo yalikuwa yamejaa sana, hata yanayotumika maghala yenyewe sio maghala ambayo unategemea yangetumika. Kwa hiyo tatizo jingine ambalo au changamoto nyingine ambayo tutaitatua ndani ya msimu huu kama tukiweza kwenda kwa kasi sana katika kupokea maombi, itakuwa ni changamoto ya maghala ambayo tutakuja tuwajengee ghala kubwa hapa. Sasa hivi kunayo teknolojia nzuri ya maghala. Kwa swala hilo na lenyewe tutatatua. Swala jingine ni swala la miundombinu. Tumeona leo tumekuja na wataalamu wa umwagiliaji. Hata sisi Benki ya Maendeleo ya Kilimo imebidi twende mbele. Tusiwe tu watu wa kibenki, tuwe na watu ambao ni wataalamu wa mazao haya, lakini pia wataalamu wa miundombinu ambao nyie ndio mnaohitaji. Kwa swala la umwagiliaji tutaliangalia kipekee, tutaleta wataalamu waje wachambue, watuambie ni gharama kiasi gani ambayo inahitajika kwenye kurekebisha ile miundombinu iliyopo. Lakini tunachotamani zaidi ni kupanua pia skimu hii, kwa sababu leo mkulima mmoja anakuwa na ekari 2. Tunachotamani mkulima huyo mmoja aweze kuwa na ekari 4, au kama leo tunao wakulima 800, tunachotamani kesho wao 1000 au 1500 au 2000. Kwa hiyo hiyo ndio matamanio yetu makubwa. Kwa hiyo hilo na lenyewe tutashirikiana na uongozi wa chama na tutafanya uchambuzi yakinifu, tutaangalia mahitaji yaliyopo. Tayari mlishaliza mahitaji yenu ya mwanzo ya bilioni 13. Tutayachambua tuyaangalie, kama itaonekana bado ni bilioni 13 hizo, basi sisi tutaangalia namna ambayo tunaweza tukawawezesha, tukawapa mkopo wa muda mrefu ambao mtalipa kidogo kidogo, lakini muweze pia kuzalisha zaidi. Lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nafikiri kama ambavyo tulijadiliana, kikubwa sana ambacho tunaomba pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kwamba tushirikiane na kuongea pia na ubalozi wetu wa China, kwa sababu wamekuwa ni washirika wetu wa muda mrefu, walishaiangalia hii scheme, wao ndio walidesign. Kwa tunaangalia pia namna ambayo tutaweza kushirikiana nao sisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo, serikali ya mkoa, wizara yetu ya mambo ya nje, ili tuweze kuona namna ambayo tutaweza kuwasaidia. Benki ya Maendeleo ya Kilimo imeshafanya makubwa sana ndani ya mkoa huu wa Pwani. Mpaka leo tunapoongea tumeshatoa mikopo ya zaidi ya bilioni 20.8 katika mkoa huu wa Pwani. Sasa kama tumetoa bilioni 20.8, kwa nini wananchi wa Chaulu na wao wasiwe sehemu ya kunufaika kwa miradi hii ambayo tumeweza kuiwezesha? Kwa sababu fursa ni nyingi sana ndani ya mkoa huu. Mnayo bahari, mnayo mito ambayo inapita ambayo mnaweza mkafanya kilimo cha umwagiliaji, mnayo maeneo ya ufugaji, kuna viwanda vikubwa sana ambavyo vimeanzishwa hapa karibuni ambavyo vinahitaji ng'ombe, vinahitaji mbuzi. Wakulima nyinyi ambao mnalima hapa, tutaanza kuwashawishi pia mwanze kuwa na ng'ombe 2, 3, 4 hata 10 20, muweze kuwa mnauza katika viwanda hivi ambavyo serikali ya mkoa inavisimamia na kuhakikisha kwamba vinakuwa ndani ya maeneo yenu kwa karibu. Kwa hiyo kwa sababu mkoa wa Pwani ndio mnao kukaa na viwanda hivi, lazima tutafute namna ambapo nyie wananchi wa Pwani mnanufaika navyo pia kwa kupeleka malighafi ambazo zinahitajika kule. Lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, labda jingine la kuongezea ni kwamba ukiachana na mikopo hii au miradi hii ya kimkakati ambayo tumeiwezesha na kutoa bilioni 20.8, sisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo tunafanya pia na kazi na benki washirika walioko karibu na hao wakulima. Kwa benki kama CRDB, benki kama NMB, TPB na benki nyingine ambazo mnazo hapa karibu kwenu, sisi tunafanya mashirikiano nayo. Kwa kama unahitaji fedha za haraka ndogo 500,000, milioni 1, milioni 2, ukiwafuata benki hizo ukamwambia kwamba nahitaji mkopo wa kupanua shamba langu na najua mnao mashirikiano na Benki ya Maendeleo ya Kilimo, watatutafuta na tutashirikiana tuweze kuwasaidia. Ndani ya mkoa tu wa Pwani tayari kwa kushirikiana na benki washirika tumetoa zaidi ya bilioni 1.2 ambazo zimewagusa wananchi moja kwa moja 522. Kwa hiyo kama wananchi 522 wamenufaika, tunaamini hata sehemu ya Chaulu hii au hata wananchi wengine walioko ndani ya wilaya Bagamoyo na maeneo jirani hapa wanaweza wakanufaika na miradi ya aina hii. Kwa hiyo niwashukuru sana, niwapongeze kwa mara nyingine kwa kuwa sehemu ya mradi huu. Niwapongeze zaidi ya kina mama zaidi ya 350 ambao wako sehemu ya mradi huu. Nyie ni chachu ya maendeleo ya taifa hili. Kwa na sisi Benki ya Maendeleo ya Kilimo tutaendelea kushirikiana na nyie. Nashukuru sana Mheshimiwa Mkuu.
New Vision VTC Driving School ni shule yenye uzoefu wa kutosha katika kutoa mafunzo ya udereva bora. Tunafundisha udereva kwa kutumia mashine za kisasa ziitwazo Sediro, Self Driving Instructor in a Room. Mwanafunzi anajifunza udereva kwetu kama wanavyojifunza katika nchi zilizoendelea kama vile China na Uingereza. Mashine hizi zina faida zifuatazo: kumwezesha mwanafunzi kulifahamu gari kwa muda mfupi sana, kuondoa hali ya uoga kwa mwanafunzi, kumwezesha mwanafunzi kuzijua njia zote za kujihami na ajali, kumfanya mwanafunzi aone kuendesha gari ni kazi rahisi na rafiki. Tunao wakufunzi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Mafunzo yanaanza saa 12:30 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Mafunzo yanafanyika katika mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam. Unaweza kutupigia 0715847004 na 0754847004. Karibu sana New Vision VTC Driving School kwa mafunzo ya